Yo, 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 what up? Mimi naitwa, you know my name, au vipi, the most wanted hip hop analyst hapa. Leo bwana, tuko na Country Wizzy, Country Boy, Baba, Mandingo. Oya, kwanza kwa watu ambao wamfahamu, mimi na Country Boy tuna historia ndefu kidogo kutoka kipindi hicho cha Team Racers. Unajua kipindi hicho tukitoka Morogoro tukija Dar kufanya ma interview, mara nyingi tulikuwa tunafikia Jamaica Street kwa Mama Mandingo pale Mikocheni kwa kina Country Boy, kipindi hata kina Young Lunya. Oya, yani kipindi yote yani bado, lakini Country alikuwa tayari, yani unajua alikuwa tayari yuko mjini kitambo, au vipi? Mazee, mimi nikisikiaga mtu anamchukia Country nashikwa na hasira sana, na hicho ni moja kati ya kitu ambacho kilichangia sana mimi kuandika diss ya Malkia wa Nguvu kwa Motra, because alimdisrespect Country Boy. Bro, mimi namjua Country mwanangu. Country anaga baya. Unajua kama sijui kuna mabaya ya Country, I don't know, lakini mimi hapa nimekaa na Country mwanangu anaga baya. Ushasikia Wanyamwezi, yani kuanzia muonekano mpaka roho, that's Country Wizzy man. Mnyamwezi sana, yani roho safi, yani bro, shout out to Country. Na ndio maana anastahili hiyo title ya baba, kwa sababu amekuwa akifanya bangers kitambo, kipindi hata wengine hatujaanza kuandika vizuri mistari, yeye tayari alikuwa na exist. So Country bwana ameachia ngoma yake inaitwa Madem. Hii ngoma imetoka 3 days ago na namba 28 music on trending. Okay, bonge moja la beats. Sijui nani kapiga hii beats, but let me ngoja nione hapa. Mtu ambaye amepiga beat hapa hajawekwa, but it is what it is. Bonge moja la ngoma. Sawa. Kitu ambacho mimi kimoja kimeniboa na hii ngoma ni fupi. Hii ngoma ina dakika moja. Like wakati nimekaa nataka nisikilizie story itaendaje, ndio ngoma imeisha. So kitu ambacho Country ambacho mimi nakuomba bro, hii kitu fanye iwe series. Yeah. Niamini mimi, ifanye iwe series bro. Hata hivi dakika moja lakini iwe series, kwa na part 2. Part 2 unaweza ukawa unamshirikisha msanii yote, mnafanya conversation. Itakuwa ni bonge moja la idea. Ifikirie hivyo. Sawa. So mimi nikasema bwana isiwe case, acha tuipitie tuone kama yaliomo yamo, and then nyewe pia mtaniambia kwenye comment, au vipi? Unyama? You get it? But me kwangu I think ni unyama. Bonge moja la beat mwanangu, pepe. Bonge moja la dude. Let's get it. Wewe mbona unaona zingua sasa wewe simu wewe? Squeeze me si deal na watoto, mimi na deal na wadada. Let's get it. Sway this guy. Eat it out my punda. Oi. Okay. Embelezo with this cast kuhusu madam. Yani tasijua nataka nini awa madam. Na unajua watoto wa squeeze wanapenda fam. Unajua imenikumbusha nini? Imenikumbusha kitambo kulikuwa na jamaa alikuwa anaitwa Mwiju. So Mwiju alikuwa na ngoma yake moja inaitwa Madem. Hiyo ngoma alikuwa Mwiju na QJ. Noma. Sawa. Nasema bado hujawajua madem, sikiza nikueleze wanavyofanya sometimes. Usidate na uzuri wa sura na tabasamu, fahamu watakufanya mwenda wazimu. Ilikuwa ni bonge moja ya ngoma. Enzi hizo Kiss FM ndio Kiss FM. Hiyo ngoma ilikuwa inachezwa almost every day. Sawa. And then ikaja pia ikanikumbusha ngoma ya the late Albert Mangwea na Mchizi Mox. Nasema hivi, huyu demi wa kwangu we. Ushansoma? Kwa Mchizi Mox na Mangwea ilikuwa ni conversation. Watu wawili wanagombania demu mmoja. No, wote mnafahamu your track. Kwa Mwiju alikuwa anaelezea madem na experience ambazo washapitia. Na pia kulikuwa na QJ. Anatuambia wao nyie bado hamjajua madem. Msikilizeni Mwiju awaelekeze kitu ambacho kinachotokeaga na madem whatever. And then hapa unaweza kuona hiyo conversation ya Country Boy na Country Boy wakiwa wanafanya conversation kuhusu madem. So hii ni ngoma ya 3 na idea yote ipo kwenye conversation. Hicho ni kitu noma sana. Okay, ni mambo yangu tu ya kuchimba na historia. So acha tuanze tena upya na Country Wizzy. Tunaanza upya. Tuanze upya. Sway this guy. Eat it out my punda. Oi. Okay.
Embe leo tu discuss kuhusu madam. Yani tasijua nataka nini awa madam. Na unajua watoto wa squeeze wanapenda fam. Ukilala nao unapigwa clip na nageuka man. Mimi mwenzako still na watoto mina deal na wadada. Mimi kwangu 80 au 90 labda. Watoto 2000 walinshinda bada. Nilivyolala naye tu asubuhi sio ni shada. Ndio tabia issue ya kulala na mademo afu ukapigwa picha afu ukapigwa picha bro, hii ni noma. Ilimtokea msanii mmoja wa Kenya anaitwa Boutros Munene. So Boutros kipindi hicho alikuwa na hit na ngoma inaitwa Angie Body, and then akaenda zake Mombasa huko kapata Mami Lo, wakafanya walivyofanya, yeye akawa amelala, demo akampiga picha mzee wangu. The next day kwenye mitandao kote, mwamba huyu hapa uchi wa mnyama. Ni noma sana. So hicho kitu mimi nilijifunzaga because hata mimi kuna kipindi nilikuwa na kazi moja huko Kenya. Hiyo kazi kuna mwanangu wa gym alikuwa ni trainer wangu, akaja kuniambia taarifa za huyo demo. Huyo demo alikuwa na tabia akilala na mtu anawapiga picha, lakini yeye azipost but anawapiga picha na kuwa nazo, unajua yani wakiwa wamelala na kila kitu. So mwanangu huyo demo, wakati mimi napewa hizo taarifa na naonyeshwa hizo picha ambazo demo alikuwa anapiga na hao watu wengine, na mimi hapo nilikuwa sijui, nilikuwa nishanyoosha kama mara moja mara mbili. Bro, hakuna siku ambayo nilishikwa na stress kama siku hiyo. Nikawa nasema what if ashawahi kunipiga picha, lakini nakumbuka alikuwa akijaga kwangu, simu zinakaga huko mbali, nakumbuka kabisa, lakini what if kama alishawahi kunipiga picha. So nikamtuma mwanangu huyo wa gym akaenda akafanya uchunguzi, ikaonekana kwamba demo hajawahi kunipiga picha mimi, ni kwa sababu ni kama design alikuwa ananielewa sana na vitu kama hivyo. Na hiyo ndio ilikuwa siku ya mwisho ya mimi na huyo demo kuendelea kufahamiana kabisa. Nikasema wewe usije ukanipa shida mzee. Nikatoka mbio kishenzi, you get what I mean. So ni moja kati ya vitu ambavyo vinatokea sana. Kama wewe ni mtu kama wewe ni mngoni, acha bro. Mimi mwenzako still na watoto mina deal na wadada. Mimi kwangu 80 au 90 labda. Watoto 2000 walinshinda bada. Nilivyolala naye tu asubuhi sio ni shada. Ndio tabia zao ongezi feature kabla. Sekiwa kona zote au kujua baba. Ni mwenye mara kibao tu washani zaba. Na walivyodogo wanakupa jukumu la baba. Yeah, that's a bar. Na walivyodogo wanakupa jukumu la baba. That's a bar. Na walivyodogo wanakupa jukumu la baba. Huko angesema ndo maana mimi na wanyoa waganageuka baba. You get what I mean? Afu na wapa stars nyingi kwa sababu mimi ni Nura baba. Bas. You get what I mean? Shit. Noma yangekuwa ni wordplay hatari sana. Kupa jukumu la baba. Watoto ndo staki kabisa. Wao unaponona neza mdeni kamisa. Maisha yangu nasongesha na kuboostisha. Hawakwachi mpaka wone pesa hawa dada sema. Oya, songesha na kuboostisha. Hii line hauwezi ukaielewa kama hujawahi kuwa kwenye shida. Huwezi kuielewa mzee. Lakini songesha na kuboostisha mzee wangu. Watu tuna madeni ndugu yangu. So hiyo ni bar. Inaweza kawa sio bar exactly, lakini huo mstari una relate na maisha ya watu wengi sana. Songesha kuboostisha. Maisha yangu nasongesha na kuboostisha. Hawakwachi mpaka wone pesa hawa dada 80 tunawaita mashangazi. Wanajua kutunza na mwaga pesa wazi. Bado mtoto mdogo watu na Christmas shazi. Hata kama ona mchongo wanakupa kazi for no reason. Country, mimi umenidisappoint because hii story bado iko na too many layers to unpack. So hii sehemu pekee hii ufupi ndio mimi umeniboa. Lakini pengine ilikuwa iishie tu hivi ili next time tukisikia part 2 inakuja tusikilize kuna vitu gani. Inanipa feeling ya ile ngoma ya KA. All eyes on me. Elaborate. Whatever. But yeah, it is what it is, bwana. Anaitwa Country Wiz, ngoma inaitwa Madam, inaitwa You Get It. Peace.